Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Siku yetu ya 6 tunaendelea kumbariki Mungu. Katika mwezi huu ni siku ya 5 tukiwa katika nchi hii, na Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Tuna somo lenye kichwa kinachosema tumia nafasi uliopewa na Mungu kwa uangalifu ili kujiepusha na laana. Maana yake namna ya kutoa sadaka ina uwezo mkubwa wa kukuingiza kwenye laana. Ndio maana tumeweka kichwa hicho kwamba tumia kwa uangalifu. Na tuliendelea kutoka siku ile ya Jumapili, na tulikuwa na vitu vingi, na tulijifunza kwa siku 2 juu ya habari ya moyo wa mtoaji wa sadaka. Baadaye tukaangalia madhara ya kwamba mtu asiyetoa sadaka anapata madhara kiasi gani. Na tangu jana tukaanza kuangalia kiashiria cha kukujulisha kwamba wewe upo kwenye laana. Tukisema kiashiria, maana yake dalili gani itakaye kujulisha uko kwenye laana. Maana kwa nini tumeweka hivi somo kwa namna hii? Ni ili pia wewe ujitambue uko kwenye mstari upi. Huenda hujui uko kwenye mstari upi. Lakini kwa kujua kiashiria kwamba ni nini kinachonitambulisha, utaelewa sasa kwamba tayari wewe upo kwenye laana. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jana tukaangalia viashiria 2 mpaka usiku, kwamba hata manabii wa uongo wanavaliwa na roho alafu wanaingia kwenye udanganyifu, sio wao. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukagombana nao, lakini kuna roho imewavaa. Kama wakina Sanbalati na Tobia waliwaajiri wale manabii kwa ajili ya kumwogofya mwili. Shetani ni roho, na anatafuta mtu wa kumvaa ili amtumie. Ndio maana wakati mwingine Yesu anamwambia Petro, rudi nyuma shetani, kwa sababu alitambua mawazo yake tayari sio ile mawazo ya kimungu. Kumbe mawazo yanaweza kukuingia wewe ambayo sio mawazo ya kimungu, ukawa mpinzani wa kazi ya Mungu, ukawa mkataaji wa kazi ya Mungu. Na hii tayari itakujulisha kwamba wewe tayari uko kwenye laana. Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo kwanza tunambariki Mungu. Tumeanza hii huduma asubuhi mapema. Tumeanza maombi huko shuleni, naenda kwenye josho la ng'ombe, na tumerudi sasa, na tunaamini yote yamekuwa. Yote yamekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somo la sahihi, bado tunaendelea na kiashiria, dalili ya kujua kwamba wewe upo kwenye laana. Dalili gani?
Ndio tunachokiangalia. Na dalili ya tatu ni hii: kutokutii maelekezo ya Roho Mtakatifu au ya mchungaji au mtumishi wa kweli. Au Roho Mtakatifu wakati unapohitaji kumtolea Mungu sadaka. Haleluya. Hii ni kiashiria kutokujua maelekezo au kutokuwa na maelekezo au kutokupokea maelekezo ya Roho Mtakatifu wakati unapotaka kumtolea Mungu sadaka. Kutokutii na itodolu na ajo ormonokei lo loltung'ani oanyita nana najo kitoi. Jambo la kwanza, tatu, tuangalie mambo machache. Kwanza, ndajuaje sauti ya Roho Mtakatifu? Sababu tukisema Roho Mtakatifu sio mchungaji. Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu ndani ya mtu. Haleluya. Nimesema haleluya. Hii sauti ya Mungu ikoje? Sababu hii ni changamoto kwa wengi. Sasa nisikilize tu kwa makini, utapata hata msaada kidogo tu. Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni amani. Narudia tena. Amani. Kwa mfano, leo umekuja umekuja kutoka nyumbani kwako, alafu unatoka hapo unapita mahali, unapita labda huko kwenye kijiwe, alafu ghafla unakutana na mtu, alafu sauti ndani yako inakwambia msaidie huyu mtu. Hiyo sio hisia, hiyo ni sauti ya Mungu. Acha ile kumpenda tu. Ndani yako huyu mtu hata humjui, lakini ndani yako unasikia kwamba huyu mtu anapaswa kusaidiwa na mimi. Labda umepanda kwenye gari, siti za gari zimejaa, barabarani gari ikampakia mtu, alafu wewe uko nyuma kabisa. Ukishamwona yule mtu, huruma inaingia ndani. Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Amen. Nimesema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wengi wote wamemwona yule mtu wakati anapanda kwenye gari. Na hata huyo utakayemkuta pale kwenye kijiwe wengi wamemwona. Lakini wewe unasikia ndani kwamba huyu mtu ni wa kumsaidia. Kwenye gari, kwenye nini, popote pale, ghafla ndani yako unasikia kwamba mimi nahitaji nimsaidie huyo mtu. Unashangaa, unataka kukataa kuinuka kwenye siti. Ukitaka kukataa kunyanyuka kwenye siti, ndani yako unasikia uchungu. Ila ukitaka kukubali kwamba unanyanyuka kwenye siti, ndani yako unasikia amani. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Fanya hivi. Na huyu mtu unamsaidia, utaki akulipe, ni kwamba ni sauti ya ndani. Ila kama unataka kumsaidia akupe hela, huyo sio Roho Mtakatifu. Jamani, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilitoka tu nionyeshe kitu cha namna hiyo. Lakini Biblia inasemaje juu ya Roho Mtakatifu? Juu ya kutambua sauti ya Roho Mtakatifu. Wakolosai ile sura ya 3. Wakolosai sura ya 3. Jamani, tusome Biblia. Narudia tena, watu wa Makami. Watu wa Makami. Wangapi wanajua kusoma? Wanyanyue mikono.
Anayejua kusoma. Lo yelengi soma ata selenge lo lewa lo. Nyanyua tu mkono, si Mungu anajua. Lele yanga na mimi yelo tanga yele soma. Na kushauri. Aishauri na nuru. Nunua Biblia. Nangu Biblia. Punguza nguo nyumbani. Nunua Biblia. Nangu akije Biblia. Utapata kitu kikubwa. Lado mendo kusoma. Sawa? Lakini nimekushauri. Aishauri yake ni. Unajua mshauri hahitaji hata kulipwa. Ndio mimi. Nani nyelo? Wakolosai sura ya 3. Wakolosai ya matuni. Wakolosai sura ya 3. Wakolosai ya matuni. Mstari wa 15. Tunataka tujue hii amani niliyoiongelea. Biblia inasema. Biblia inasema. Bado sijaanza somo langu. Ninataka tu kukupa maelekezo. Nimeanza lakini nataka nikupe picha juu ya Roho Mtakatifu. Maana wengi wanasikia Roho Mtakatifu na tunasikia kabisa siku ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Tunasikia siku ya Pentekoste na tunaadhimisha, tunamwacha pale. Roho Mtakatifu ni Mungu kweli. Na ndio kiongozi tulio nayo sahi. Ndio aliyetuongoza sisi tumekuja Makame. Huyu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Nalo neno la Mungu linasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Kwa hiyo huyu mtu unapomsaidia, amani inayekupa maamuzi sio ya kwako, ni ya Kristo. Amani ya Kristo ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Nimekupa tu picha kwa upande wa swala la Roho Mtakatifu, lakini swala pia la mtumishi wa kweli, amani hii pia itahusika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii amani pia itahusika. Kwa sababu gani ihusike? Udhibitisho ni chapa, alama ya kwamba hicho alichosema kuhani, hicho anachosema mchungaji, hicho anachosema mwinjilisi, hicho anachosema sijui mwalimu na nabii na mtume ni Mungu. Ila ukishasikia kwamba ndani yako unakosa amani, nataka nikwambie, fumba kinywa chako, alafu inamisha kichwa, alafu namwambia Roho Mtakatifu, nisaidie kwenye jaribu hili. Fanya hivi. Si unajua nawapenda. Sasa watu wengi kwa nini wanashindwa kuendelea kumtolea Mungu sadaka? Kwa sababu ndani yao wameshaingia kwenye laana. Kwa hiyo hata wakimsikia Roho Mtakatifu wanakemea kwa jina la Yesu. Hata wakimsikia mchungaji wanakemea kwa jina la Yesu. Hata wakimsikia nabii wanamkemea kwa jina la Yesu. Nisikilize mtoto wa Mungu, sio kila unachokiona ni mbaya, ila vya kwetu vinaongozwa na Roho Mtakatifu. Hivi ndivyo vya kwetu, pia vya Mungu wetu vinaongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba haachi kukuambia ndani yako kwamba fanya hiki, na yeye pia haongozwi na sheria. Kwamba umekuja kanisani umetoa shilingi 1,000 yako, si unajua usharika mmepitisha kwamba kila mtu uwiano 1,000, na mpotelee kuzimu hao waliopitilisha hiyo kitu cha kipepo. Hiyo kauli kwanza tu ni mbaya. Ndio imefunga usharika, ndio imefunga kanisa. Wanaume mzima 1,000. Mshike jirani yako. Vocha shilingi ngapi vocha? Ile ya kutosha kujirusha shilingi ngapi? Amana na atanijirusha nela baki pano na kwa hala. 1,000 ngapi? Kwa hiyo kujirusha na Mungu, nani amepewa kuwa zaidi?
Amara njirusha rara ya revocha binyanga njirusha. Wengai kangai yo hogi kala zana. Na mimi najua bando nyingi ni za wiki. Kwa hiyo tumempa shetani au anatumia hela nyingi sana kwa njia ya bando. Alafu Mungu hatumtumii. Mungu hapati kitu. Si roho chafu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu mtu anayeitwa Kaini, tunaangalia kiashiria kinachokujulisha kwamba ndani yako maelekezo unayoyakataa, kama unapingana na sauti ya Roho Mtakatifu, unapingana na sauti ya mtumishi wa kweli, maana yake wewe uko kwenye laana. Jamani, haleluya. Amen. Sikuwahi kujua kwamba nitapelekewa ujumbe wa namna hii, alafu watu ndivyo walivyo. Lakini Roho Mtakatifu, asante. Nchi nzima, bonde lote hili, na Mungu amewabariki, alafu shetani akajua wamebarikiwa, akaja kuwadanganya. Hii ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kutokutii maelekezo ni laana. Ni laana. Yule mtu anaitwa Kaini kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Naomba tusome. Usichoke. Mtu asiyejua Biblia kwenye swala la mwanzo, kuna vitu vingi atakosa. Maana msingi wa Biblia nzima umetoka kwenye mwanzo. Tutasoma taratibu, msijali. Dakika chache tu tutakuruhusu. Na ninaomba utulivu. Kama unataka kuondoka, nyosha kidole ili tunyamaze sisi, alafu wewe ndio uondoke. Tunataka utulivu hapa. Mungu yupo. Najua kanisa la KKT linasema Mungu yupo hapa, alafu wao wamemwacha. Yupo kweli. Ogopa mahali Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 ule mstari wa 3. Angalia mtu anayemzima Roho Mtakatifu, ambaye anaishi kwenye laana. Biblia inasema ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Soma. Mstari wa 3. Okay, thank you for that. Jamani, amen. Amen. Neno hatimaye, maana yake alitaka ajue namna ya maisha yake. Neno hatima, alitaka kupata hatima, namna ya kupata msaada kwenye maisha yake. Kumbe sadaka inabeba hatima ya mtu. Hatima yako ipo ndani ya kutii. Lakini Kaini hakutii. Anataka hatima, lakini hajatii. Amani, haleluya. Tayari shida imempata. Ukisoma habari ya mdogo wake, Biblia inasema akaleta wazaliwa wa kwanza. Kwa nini ni mdogo anapata kujua wazaliwa wa kwanza, wakati yule mkubwa ameleta tu sadaka kienyeji kama mtu fulani, na anataka hatima? Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikisoma huu mstari, ninatambua kwamba kuna hatima yako ndani ya sadaka. Lakini sasa kwa sababu hautii, huwezi kufanikiwa na kuona hatima yako. Kama ambavyo Kaini pia hakutii na akakosa kupata hatima yake. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yamefungwa kwenye utii. Kama hautii, huna hatima yako. Na ili ujue kwamba hutii,
Wewe umeingiwa na upinzani. Ufanye maelekezo ya Mungu, yale yanayobeba hatima yako. Na Mungu angetamani hatima yako itoke kwake, maana yeye ndio aliyekuumba, sio mwingine. Shetani hajakuumba, wachawi hawajakuumba. Aliyekuumba ni Mungu wa miungu. Ndio maana alisema tumfanye mwanadamu kwa sura yetu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima utii. Usipotii kuna gharama yake. Haya, nikupe mfano. Umekuja kanisani, umewekewa ile uwiano wako kwamba wewe toa 1000 na wengine watoe 500. Nisikilize mtoto wa Mungu, hata wewe chakula unachokula kila siku hauli mboga za majani, kuna siku pia umekula nyama. Sio kwamba mbuzi amekufa nyumbani, lakini kuna siku imempendeza Mungu. Mungu akampembelea mume wako, akasema leo tuchinje ili watoto wapate chakula kizuri. Hiyo ni Mungu ametembelea familia. Amani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tu Mungu anaweza kumgusa mwanadamu akasababisha baraka kwa wengine, unaonaje sasa wewe umeenda kanisani, alafu umefika kanisani umeshika shilingi 1000 yako, alafu Roho anakuambia sasa, Roho Mtakatifu anakuambia sitaki 1000 leo nataka 1500. Unafanyaje eti kwa mfano? Unakemea? Bwana Yesu asifiwe. Msijibu haraka. Hii ni ngumu. Hii ni ngumu. Kwa sababu huna mahusiano na Roho Mtakatifu. Huna maelekezo ya kukupa maelekezo kisahihi kwa jinsi ya Roho Mtakatifu. Na haujui kanuni ile kwamba ni ya Mungu. Na Mungu anabaki kuitwa Mungu. Yeye anahitaji watu waenende kwa kuelekezwa. Ndio maana Roho Mtakatifu tunaye sasa. Sasa ngoja nikuelekeze. Akikwambia toa 1500 na wewe umekwenda unataka kutoa shilingi 1000, anachofanya sio anakuibia. Anachofanya anakuondolea balaa mbele, anakutengenezea baraka yako mbele. Kwa hiyo wakati unatoa ile shilingi 1500 kule nyumbani kuna chui anataka kushika mbuzi. Ukishatoa ile 1500 kwa maelekezo ya kutii, yule chui anahamishwa kwenye ile mitaa. Hajaelewa. Hajaelewa. Jamani, kuna gharama huku. Gharama ya kutii ni faida kubwa kwako. Unapotii sauti ya Mungu, yeye anapata kukutukuza. Kwa nini akutukuze? Mikosi na balaa inawekwa mbali na wewe. Inawezekana anakushauri, alafu anakuambia usitoe 1000, toa 10,000. Alafu ukikubali, wakati unatoka pale unakutana na mtu. Yule mtu unakutana naye, kumbe alikuwa na silaha ya kukuua, labda ana sumu ya kukuwekea kwenye chakula. Mungu anachofanya, anamuondoa huyo mtu kwenye huo mtaa unaopita leo, anampeleka mbali. Labda alikuwa amepumzika anasubiri saa ya wewe kutoka mkutane kijiweni, analala sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sahihi kwamba tukimtii Roho Mtakatifu tunapata maelekezo sahihi. Hatima yetu inakuwa kwenye kutii. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kumshika jirani yako mkono. Mshike tena kidogo.
Kwa mfano, Mungu akikwambia toa sadaka, hiyo sadaka toa kwa namna hii, msaidie mjane, mpe mjane fulani. Yule mjane ni kweli umjui, lakini Mungu yeye anamjua. Sasa anachofanya ni nini? Anafanya yafuatayo. Una ng'ombe zako unaotaka kuwauza. Hao ng'ombe, yeye Roho Mtakatifu atakachofanya anawaongezea bei. Hajasikia. Unajua kwa nini asikii? Anafikiri tumekuja kuchukua hela ya unabii. Fanya hivi. Hatujatumwa hela, tumetumwa roho za watu zimwelekee Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotii tu, kule kutii kwako Mungu anapeleka faida mbele yako. Haleluya. Nimesema haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukitoa sadaka kwa kumtii Mungu, mwanafunzi, mtoto wako ambaye yuko shule, Mungu anafanya hivi. Labda alikuwa anataka kushirikiana na mtoto wa mchawi, Mungu atakachofanya, kwa kuwa umetii, umeondoka kwenye sheria, anachofanya, anaenda kumlinda mtoto wako, anamfunika mtoto wako, anamwekea mtoto wako ulinzi. Yule mchawi hata muona, hata akitaka kuja kumfuata usiku hawezi kumuona. Kwa nini? Tayari sadaka yako imeenda kufanya kazi. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji anakuambia hii kitu usifanye. Mchungaji anakuambia fanya hii. Wewe unasema mchungaji ni nini? Mchungaji ni kitu gani? Mwinjilisti ni kitu gani? Mimi nimeamua. Mimi ni mwanaume. Hakuna wanaume kwa Yesu. Sisi wote ni wanawake. Wote ni bibi harusi. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huna wewe wanaume wewe. Huna kabisa. Wewe ni bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mama, unaenda kanisani, umekuwa ukilia, unamimina machozi kwa Bwana kwa sababu mume wako anaenda huko, anaenda kwa wanawake wengine. Ukitii sauti ya Mungu, siku nyingi usiombe, lakini nisikilize mtoto wa Mungu, sehemu ya utii ni kubwa kuliko maombi. Sehemu ya utii ni kubwa kuliko maombi. Unajua anachofanya ni nini? Saa ingine unaenda kwenye chumba cha maombi, Roho Mtakatifu anakuambia toa shilingi 50,000. Toa shilingi 50,000, fanya kitu fulani, nunua kitu fulani kanisani. Wewe usikatae hiyo sauti. Ukishafanya, hata kama hauna, uza kuku wako, nenda katimiliza ile sauti ya Mungu. Ukishatimiliza, mume wako anaenda kumwagiwa maji machafu kule kwa ile mwanamke kahaba, atamwagiwa maji machafu. Unajua hawa Wamasai ni kama wananiona hawanioni, alafu glory to God. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisaidie kumshika jirani yako. Mwambie unajua Yesu anakupenda. Hebu toka kwenye laana. Sema amen. Yule mume wako anauzaga ng'ombe, anamalizia kwa huyo kahaba, lakini wewe ukitoa tu 50,000 tu, ukitoa tu 50,000, yule mume siku hiyo anakumutwa kule kwa huyo kahaba, anapigwa kipigo cha mwizi, anachapwa
anachapwa, anakuja na ngeu. Akija akifika Roho Mtakatifu anakunong'oneza. 50,000 tu nimesababisha vurugu. Wewe unaweza kumchapa kwa 50,000? Lakini Mungu. Amani, haleluya. Sauti inakwambia mtumishi wa Mungu, mnunulie huyu mchungaji, mnunulie suti, mnunulie koti, mnunulie basi atashuka. Unajua Roho Mtakatifu haondoki, anarudi tena. Anarudi tena. Wewe unakataa. Ukishakataa unashangaa familia yako inapata ugonjwa, labda ni mtoto anapata ugonjwa, labda ni mke anapata ugonjwa. Unaanza kuhangaika na kwenda Mount Meru, unakwenda KSMC, wanakuambia nenda sijui nenda Kibongoto, alafu wanakuambia nenda Dar es Salaam, sijui kule Jakaya. Ukifika Jakaya wanakuambia nenda India. Umetumia hela ya ile suti au umetumia zaidi? Mama na ndio usinikane ndio nidulani kana ndio pesa Yesu dunia yokumo kana ndio ni India. Mimi ndio nikumo. Jamani, amen. Amen. Hebu mshike mtu aliye karibu na wewe. Bonga sio ngani na holenye kera. Bonga. Ambe bwana majira ni sasa. Yule rankara dina bwana kaka. Jamani, haleluya. Usimuasi Mungu. Milaka itatujanga. Waraka wa kwanza wa Yohana. Bado tuko kwenye kiashiria hicho cha 3. Jamani, amen. Unajua sasa nakupenda sana. Nakupenda jamani. Hivi mtu anayekupenda si anakupenda tu. Jamani, haleluya. Ningetamani siku moja upokea ahadi ya Mungu katika Roho Mtakatifu. Kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 12. Biblia inasomeka hivi. Anasema si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Mtu anayemtii Roho Mtakatifu, watu watakwambia wewe ni mchawi. Wacha wakwambie, lakini Mungu yuko upande wako. Watu watakunyoshea kidole, watu watasema kila maneno, lakini usifanane na Kaini, fanana na Habeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mtu aliyekataa kutii sauti ya Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu anatumia watumishi wake ili kufikisha sauti yake kwetu. Sasa tunaangalia watu waliomkataa Mungu kupitia kwenye vinywa vya watumishi wa Mungu. Samuel wa kwanza sura ya 15. Sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 3. Samuel wa kwanza, watu waliokataa kutii sauti ya Mungu. Kama wewe upo nikiashiria. Kienda kanisani, unasema mimi nimebeba tu 500 yangu. 500 yangu. Hebu ulize jirani yako, mwambie 500 yako. Ageji 500. Meji 500. Eji 500. Beba 500 yako kama sikio. Sikio haibadilikagi, ni hiyo. Kwanza nikupe siri. Nenda na pochi yenye hela ya kutosha kanisani. Mungu hanyang'anyi hela yako. Hanyang'anyi. Nenda na pochi imejaa hela. Sauti ikikwambia laki, ukitoa. Baada nikupe siri na kutolea kiashiria cha kufanikiwa kwako. Ukishatii wewe, yani
Mafanikio yako yapo kwenye kutii tu. Ukitii tu, ukitoka kanisani, ukiwasha tu simu yako, mtu anakupigia, anakupa kazi inayozidi ile laki. Mungu akupi laki tena, anakupa zaidi ya laki. Haleluya. Fanya hivi bana. Fanya tena hivi. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Fanya tu. Mungu anyang'anyi hela. Mwinjilisti anyang'anyi hela. Akisema wewe ti, wewe unachopaswa kufanya, rudi kwenye lile neno tulilosoma la Wakolosai. Amani ya Kristo ndani yako ikutangulie. Ukishasikia una furaha, una amani ndani, mwili unapiga kelele, lakini huko ndani yako unasikia furaha, fanya. Utakutana na mambo mazuri, utashangaa mpaka ndugu zako watasema una mkono albino. Wakikwambia una mkono albino, mwambie na ninyi tafuteni, si watoto albino wanatembea, kakateni muone. Kakate uone. Kumbe mimi na albino Yesu. Asiyekata mkono ni Roho Mtakatifu umemtii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 1 mpaka wa 3. Wakati huo Samuel akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wake. Uwe mfalme wake Israeli. Basi sasa sikiliza sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amalek waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapiga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enenda ukawapige Amalek na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanaume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Haya ni maelekezo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Soma sasa vizuri, walikuwa wasikii. Where Narara, Todimo, Orone, Valeria. Inji, a general Loloran. Kaitame no Narasa, a Malek Israeli. Kaitame Ranano in Narasa, in Malek Israeli. Tina, my boy, the Ninte, Tongotre, Apilla Buima Missi. Samorara, Tara, in Malik. Nyala. Tugul ogena ninche ndio milego ninche ndio kagada rasibetwa olongane boki ole ndio wengi to wengere gidi wena nagela origede wenge wenda nas osigiria nija. Amani, haleluya. Amen. Kila kitu. Sasa maana ya kusoma hili andiko ni kutafuta sauti ya mtumishi kwenda kwa Wakristo. Asifiwe Yesu. Amen. Sauti ya Mungu kupitia kwa mtumishi kwenda kwa Wakristo. Alafu Wakristo, na Biblia inasema, Mungu anasema kwamba mimi nimekutia mafuta ili uwe mfalme juu ya Israeli. Kwa hiyo kuna maelekezo ninayekupa. Kuna watu wameniudhi ambao nataka waangamizwe, nilipe kisasi yangu. Nenda kawaue wote, asibaki hata mmoja. Jamani, amen. Hivi si ameagizwa tu? Sini sawa jamani. Hata wewe si mchungaji anakuagiza tu. Hata wewe si mwinjilisti anakuagiza tu. Si mtumishi anakuagiza tu. Yaani anakunyang'anya. Si anakuagiza tu. Wewe lako sikutii tu.
Jamani, haleluya. Sasa utajua tu kama wewe ni mpinzani wa maagizo ya mchungaji. Wewe ni Sauli. Wewe ni Sauli. Huyu Sauli alikuwa Ibele Kenya ninya shuko aingwa asodabai. Nidu engirana baraine. Naba gore apa Samuel. Nishirage ninya already nikawaye poki. Sari wa 12. Ninya rodo Samuel ayogi pe anangare Saul. Ndio. Hadegana. Ndio. Nidiagi apa Nidiagi apa Samuel. Ndio. Ewe Saul Carmel. Na ngora eshadagi ke ono soit. Na damunye ginedogi ashuko. Nelo agiro. Nedo yo alo Gilgal. Alo Gilgal. Sari wa 13. Natosha. Asante baba. Jamani, haleluya. Amen. Nimesema haleluya. Yes. Nilitaka tuangalie mstari wa 10 na wa 11. Yes. Anasema hivi, ndipo neno la Bwana likamjia Samuel kusema, najuta kwa sababu nimemteua Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samuel akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Jamani, amen. Yes. Samuel ni mchungaji wako. Wale Samuel anhalilo. Amekwambia, mwanangu, toa sadaka ya mbuzi pale. Alafu wewe ukasema, mchungaji, mimi sina sadaka ya mbuzi. Alafu kesho chui wanaingia kwenye mbuzi, wanawavunja mashingo wote. Alafu wewe unakimbia kwa mchungaji, mbuzi wangu amekwisha. Mchungaji anajuta kwamba amekueleza lakini hujasikia. Mimi Mungu aliniambia mwambie Eli atoe tu mbuzi moja. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama mnanielewa. Sijajua mnamuelewa Mungu anachosema. Huyu ni mfalme. Acha wewe Ukristo wako mdogo, lakini Mungu bado hakujali kuwa mdogo. Kwenye udogo wako una kitu cha Mungu. Mungu hataki usicho nacho. Kwa kadri ya kufanikiwa kwako Mungu atasema na wewe. Jamani, haleluya. Wana wa Israeli waliwahi kumjengea Mungu hema jangwani. Jangwani. Hawana shamba, hawana kibarua, lakini maagizo yalivyotoka kwa Mungu kuja kwa Musa, Mungu akazungumza na Musa, nifanyieni hema nipate kukutana na ninyi hapo. Maandiko yanasema wale watu wenye moyo wa kupenda, kila mtu akapeleka kazi yake. Wengine anajua kushona sijui uzi, wengine anajua kupiga rangi, wengine anajua kutengeneza sijui ngozi ya pombo. Wanawake wakapeleka stadi zao pale, wakapeleka taaluma yao pale. Hema ikasimama na bado Mungu akatembea na wana wa Israeli. Haleluya. Unajitetea, mimi sina kitu. Wenzako walijenga hema wakati wako safarini, hawana kitu, walitembea na miguu. Biblia inasema nguo zikuchakaa, na wale jamaa walikuwa hata hawana begi, maana huwezi kusafiri na begi miaka 40, lakini walitembea. Biblia inasema hivi, hata nguo zao zikuchakaa, miguu haijavimba, viatu haijakatika. Huyu ni Mungu tunayemtumikia, atakubeba mahali wewe huwezi kupita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu anachotaka mtu akubali. Wewe kubali tu. Wewe kubali. Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Huyu ni Mungu kupitia kinywa cha Samuel. Anamwambia Sauli, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Mungu hana shida na sadaka, Mungu ana shida na kutii. Kama wewe ni mpinzani, una hasara mbele yako. Umelaaniwa.
Nisaidie kumshika jirani yako. Mwambie ulivyo ndio kiwango cha utii wako. Sasa amekasirika. Ulivyo ndivyo kutii kwako kulivyo. Hata akili yako imepungua kwa sababu kutii ni kidogo. Janisikia. Kutii kwako ndio kunakoongeza kiwango chako. Hujatii, kiwango hakipandi. Unatii, kiwango kinapanda. Ukitii, kiwango kinaongezeka. Ukiongeza kutii, na nisikilize, ukitii leo kwenye hatua moja, kesho unapewa kutii kwenye hatua mbili, kesho kutwa kwenye hatua tatu. Mungu hawezi kukupandisha bila hujatii. Tii namba moja, alafu utatii tena namba mbili, utatii tena namba tatu. Jamani, haleluya! Fanya namna hii, fanya namna hii, mpe Yesu makofi na vigelegele. Kumbuka jana nilikuonyesha wakina Sambalati. Wakati unataka kutii, kina Sambalati wako karibu yako. Kina Sambalati ni kama fisi anayefuata nyayo ya ng'ombe. Melele yakino asojeta. Zamani fisi alikuwa anaongea, akasema hivi, mimi sio kwamba najua kuwinda, ila sikati mguu. Hata mtoto anatoka kujiweni, mimi nadhani atadondosha tu mkono, kamfanya paka nyumbani, alafu huko njiani nakuta mbuzi ambaye ametupa mimba, jirani yako hivi mkono. Unashinda na fisi anayekula majifu. Wewe unashinda na fisi, mtu na Yesu. Sisi akati tamaa. Wewe unakata tamaa. Wewe Yesu aliyekubeba msalabani, aliyetoa uhai wake msalabani, akakubali kwamba imekwisha. Jamani, walio ndani ya Kristo Yesu, imekwisha. Sio sisi tunaishi, ni Kristo ndani yetu. Hatupaswi kukatishwa tamaa. Wakati watakufa, lakini sisi tunaomtegemea Yesu tunaishi kama ndama. Tunarejeshwa vyako yetu kama ndama. Kila siku tunazidi kuwa wadogo. Nisikilize Mungu. Wanaomtii Mungu miaka yao inarejeshwa kama tai. Kama tai. Kama tai. Kama tai. Unajua hata wewe saa hizi nikikuangalia una miaka 15, lakini unastahili kupewa shikamoo. Wenzako tuna miaka kwenda 60 plus. Wewe tukikutana vijiweni na watu wanasema wakifikiri sisi ni vijana kama wao. Hawa ni mababu, lakini waliokata shauri wanatembea na Yesu. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Wewe saa hii unazeeka kabla ya siku. Hebu mwangalie jirani yako. Angalia uso wake. Amekuwa bibi wakati ni mjukuu. Amekuwa bibi. Bibi. Gani bana? Hebu acha basi hivyo. Shida ni kwamba umeasi. Na umedanganywa na Sanbalati. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini udanganyifu unapata nguvu? Kwa sababu hawa watu hawajui sheria. Zima kwanza wewe dogo. Jamani, haleluya. Mimi nasogea kidogo. Si unajua nina sauti. Amen. Amen.
Sikiliza. Ngoja nikupe mfano kidogo. Bibi njoo. Njoo bibi. Nakupa mfano kidogo. Unajua ni nzuri kupewa mfano. Huyu bibi saa ingine simjui. Simjui. Tukikutana nitafikiri ni kabinti kadogo. Kabinti kadogo tu. Unajua kwa nini? Umbile lake. Kuna watu wa umri yake mifupa yao imeisha ardhini. Kuna watu ni wadogo, tukiwatembeza na huyu bibi tayari yeye ameshakuwa mkono huko mgongoni. Cheki huyu bibi amenyoka kama rula. Kwa sababu wewe umpendi Yesu, umeshaanza kukonda mgongo. Hajanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kijana mzuri mdogo. Mdogo kabisa. Lakini saa hii tukikusimamisha, ukitembea barabarani, unapata shikamoo mpaka watu wanakimbia. Mpaka hata wewe mwenyewe unaogopa. Mpaka unaogopa. Kwa sababu hata mkubwa wako anakuambia shikamoo mzee, shikamoo mzee, shikamoo mzee. Shikamoo. Unapokea hizo shikamoo mpaka mifuko inajaa. Kwa nini? Humchi Mungu. Hutaki kutembea kwenye utii. Mtu yoyote anayetembea kwenye utii, kiwango chake kinapandishwa siku kwa siku. Biblia ninayosoma inasema hivi, tunapandishwa kutoka imani kwenda imani, utukufu kwenda utukufu. Mtu anayemtii Mungu utashindana naye. Kwa nini ushindani naye? Kwa sababu yeye hajamwasi Bwana. Yeye anatembea na sauti ya Mungu. Yeye anatii sauti ya Mungu. Mungu akimwambia simama, anasimama. Mungu akimwambia tembea, anamwambia hatua ngapi. Ndio maana wana wa Israeli waliongozwa na wingu mchana na usiku waliongozwa na moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Lazima kanisa tubadilike, tuongozwe na Roho wa Mungu. Hatuhitaji kuongozwa na dini. Dini sio kanisa. Dini ni mapokeo ya kwako na wakina Sambalati wa kwako. Ndio dini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu kwa kuwa hajamtii Mungu anahama kanisa. Mshika mkono. Shika mkono. Akifika kule anasema kule mchungaji wetu bana, yeye ni mtu wa michango tu, michango tu, michango tu, michango tu. Na yule mchungaji aliyehamiwa kanisa, na yeye anampokea tu haraka haraka. Utafikiri anaweka hela mfukoni. Sio hela, umeweka nyoka mfukoni. Umeweka nyoka mfukoni. Maana wewe unafikiri ni mtu mzuri, kumbe ni mtu aliyemwasi Mungu. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu anayehama hama, hebu sema hama hama. Sema hama hama. Sema hama. Shika basi jirani. Mwambie hama hama. Hama hama. Mwambie hama hama. What? Ni wewe ni? Jamani, haleluya. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waizima kabla hajazima. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Nisikilizeni. Si jana niliwaambia bahasha kwa sababu hata mafuta hamna. Umeanza kuelewa? Mshike jirani yako. Mwambie ndo kazi zenyewe hizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
iko hivi. Kila mtu anayeacha kumtii Mungu, unapotoka kwenye mlango wa kanisa, unamkuta shetani anakusubiri pale. Anakusubirije? Unajua, ulikuwa umekuja kanisani, ulikuwa uko salama. Wakati umekasirika kule kanisani, ukakataa kutii maelekezo ya mtumishi wa Mungu aliyoko madhabahuni, mauti na kuvaa mlangoni. Anania na Safira walikataa kutii sauti ya Mungu, wakaiba sehemu ya sadaka. Walipoiba sehemu ya sadaka, ile ni aina ya laana. Aina ya laana. Kwenye ile laana, walipokataa kutii sauti ya Mungu, Biblia inasema walizikwa kwenye kiwanja cha kanisa. Wangapi tunazikwa kwenye viwanja vya kanisa? Kwa sababu wewe unaanza kusema kanisa ile ni michango tu. Tangu siku umeanza kusema kanisa ni michango, wewe umepata matatizo mangapi? Mwingine haendi kanisani kwa sababu kanisa mchungaji ataitisha sadaka, lakini nyumbani kwako una matatizo yasiyoelezeka. Kwa hiyo turudi kwa Bwana. Jamani, haleluya! Watu wa Mungu, turudi kwa Mungu. Tii sauti ya Mungu, tii maelekezo ya Mungu, kubali ushauri wa Roho Mtakatifu. Maagizo yakitolewa, wewe sema liwalo na liwe, lakini kwa Mungu sitapoteza. Fanya hivi. Naomba utulivu, acheni mafuta. Mafuta sio injili. Injili ni sisi. Rudini tu kwenye injili. Hii injili ndio iliyotuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachotaka kwako, kubali tu. Kubali tu. Usibishane na sauti ya Mungu. Akikuambia jambo hilo hilo wewe fanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe ushuhuda moja. Sema ushuhuda. Sema ushuhuda. Sema basi ushuhuda. Jamani, haleluya. Kutii sauti ya Mungu iko faida kubwa sana. Mama moja, yeye ni mjane na ni rafiki wa Yesu. Sema rafiki wa Yesu. Sema rafiki wa Yesu. Siku moja akamwambia Yesu, kesho bana, naomba chakula ya mchana nyumbani kwangu. Amemwambia Yesu, kesho njoo ule nyumbani kwangu. Chakula chako iwe kwangu kesho. Sasa atajaribiwa. Leo sasa atajaribiwa na atashinda jaribu. Yule mama akachukua jogoo wake, akamchinja, akatengeneza pilau yake. Wakati saa imekaribia ya Yesu kuja kula, akaja babu mlevi. Mama Eliza, hodi hapa, tunakula hatuli. Sema mlevi. Sema mlevi. Sema mlevi. Anamwambia tutakula au hatuli? Yule mama anajua sauti ya Mungu ndani, akasikia amani ndani kwamba huyu ni mlevi, lakini wacha ale kwanza, Yesu ya kwake ndaandaa tena. Yule mlevi akasema siingii kwako leo, naona umefuta mpaka mlangoni, inawezekana kuna wageni wanakuja, niletee nile hapa nje. Yule mama akakata kipande ya kuku, akapeleka na pilau, akampa yule mlevi. Yule mlevi akala ile pilau na ile kuku yote, akamwambia Mama Eliza, haya mimi naenda. Mlevi anakulaga chakula. Umeelewa eh? Hebu mshike jirani yako.
Wewe unataka paka askofu aje nyumbani kwako ndio uchinje kuku? Walevi pia nao wanachinji wako kuku. Jamani, haleluya. Yule mama Eliza akachukua vyombo, anasafisha haraka, akasema sasa hii nusu kuku itamtosha Yesu kweli? Wakati anawaza, akaja mama mlevi. Mama Eliza, lete chakula hapa, nakula sili, naona umesafisha nyumba yako, ngoja nichafue. Akaingia akakaa kwenye kochi, lete chakula. Yule mama akasikia amani ndani, akasikia furaha ndani, akachukua ile nusu kuku akampatia ile mama mlevi. Mlevi mpaka huku panajaa mate. Ile mlevi akala ile nusu kuku yote. Yule mama akamwambia wajukuu wake, kama hata ile kuku ya mayai, kama hata haraka. Wakati anaosha vyombo, ghafla Yesu akashuka, akamwambia, kuku wa nini tena? Kuku wa nini tena? Kuku wa nini tena? Mimi nimeshakula. Mimi nimeshakula. Yule mama mjana akamwambia, umekula wapi? Akamwambia, nimekuja kama babu mlevi, nikala nusu kuku. Nikaja kama mama mlevi, nikamalizia nusu kuku yangu. Wewe shida yako, unataka uone askofu na kola tu. Akivaa ile kofia kubwa ndio unajua Yesu anakuja. Sio kwamba sio mtumishi wa Mungu, lakini utajaribiwa. Lazima uwe mwaminifu, kusikia amani ya ndani. Kuna mlevi naye anambeba Yesu. Yule mama mjane akamwambia Yesu, kweli umekula mara mbili hapa? Akamwambia, mara ya kwanza nikakwambia nakaa nje. Nimekuja kwa picha ya mlevi ili nikupime. Ni mpaka mimi nije? Nimekuja sasa kwa sura ile. Sasa tayari umenipa chakula nimekula. Nikaona ngoja nije nikuchafue ile sebule yako. Nimekuja pia kwa sura ya mwanamke mlevi, na wewe ukakubali ukanipa chakula. Biblia inasema nilipokuwa na njaa nimekuja kwenu, hamkunipa chakula, na wewe umenipa chakula. Nilipokuwa gerezani mlikuja kuniona, nilipokuwa hospitali mlikuja kuniona. Njooni mlioandikiwa ufalme wa Mungu. Haleluya! Ni lazima tuongozwe katika utii. Sauli alipoteza ufalme kwa sababu ya kukosa utii. Haleluya! Nimesema haleluya. Hebu nisaidie kumshika jirani yako. Mwambie hivi, kwa mfano kama Yesu atakwambia anakuja nyumbani kwako, unajua atavaa vaje? Atavaa kiburunge au kimasai, au atavaa Dar es Salaam, au atavaa kipwani? Wewe cha muhimu Roho akuongoze ili ujue kwamba saa ya Bwana ni sasa. Jamani, haleluya. Na watu wamezuia baraka ya Mungu. Samuel anamwagiza Sauli. Wakristo wanaagizwa na wachungaji, wanaagizwa na uongozi wa kanisa. Uongozi wa kanisa wa mamlaka ya juu inatoa agizo, inaletwa, mtumishi anasimama, jamani tumepangiwa kitu fulani, alafu unasema wanakufa ng'ombe 7 wiki hiyo wakati umeng'ata kidole. Hebu shika mkono mwenzako. Unakataa sauti ya Mungu, siku hiyo unang'atwa na nyoka mwenye sumu kali. Nakimbizwa Benjamin Mkapa hospitali ya Dodoma haraka sana, na najua mtapata magari ya kuwakimbiza haraka, lakini tatizo ni wewe. Hata mimi ningejua na ndio mwenye gari ningekwambia, lakini tatizo ni wewe.
Ni wewe ulibishana na sauti ya Mungu. Ni wangapi wamebishana na sauti ya Mungu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anakuja nyumbani kwako, anakuambia jamani nina njaa. Unamwambia jamani hata mimi nina njaa. Sikiliza nikwambie, mpende jirani yako kama nafsi yako. Huwezi kujua. Saa nyingine ndio Yesu amekuja kuomba unga. Alafu umemwambia hata mimi sina. Ni kweli haoni kule ndani? Mwambie kwa kweli, jirani yangu kweli. Uwe kama yule mwanamke. Yule mwanamke wa kule wakati wa Elia. Yule mama wa Serepta akamwambia Elia, kwa kweli kama aishivyo bwana wangu, nina chakula kimoja tu na ukota kuni ili tule na mtoto wangu tufe. Elisha akamwambia, nifanyie mimi kwanza, na wewe kubali mfanyie yule mtu aliyekuja kuomba kwanza. Mungu atafanya kitu kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Jamani, haleluya. Wewe kubali ya Mungu tu. Ndio maana nikatangulia kukupa maelekezo juu ya sauti ya Mungu. Usibishane na sauti ya Mungu. Kama ukishaona mtu amekuja kuchangisha kanisani, alafu Roho Mtakatifu anakataa, amani inakuwa hamna, inamisha kichwa. Usiongee. Hajasikia. Akiruge deriro nganak. Mimi nimekupa akili kanisani. Yes, tangazo limekuja, alafu Roho Mtakatifu ndani anakuambia usitoe. Taa inawaka. Taa inakuambia usitoe. Sikiliza. Kibibilia, kinywa chako cha kuongea kinaweza kikaharibu kazi ya mikono yako. Tumalize kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 5. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisaidie, mshike jirani yako. Mwambie lakini Yesu anakupenda. Ujumbe unajua sio saa nyingine paka namuuliza Roho ni hapa au ni wapi? Jamani, haleluya. Tunachomheshimu tu Roho Mtakatifu, huwa tunapakulia walevi na Yesu. Yes. Oh. Neno matamu. Aje hivi. Asiole. Hatuna mashaka hata ungekuja mmoja tunakuhubiri. Hata nyeri ne gogo na ho kinchile na ndio. Paka jasho inatoka. Tena wewe mmoja ndio paka ndakutikisa tikisa. Wewe nyenye bana kaingunu mnyali kitaki. Hili ingia sana kwa nguvu. Bali tempolo sababu na ndo na yuko kirangai. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ndio maana inabidi ufikiri tena. Maana yake kazi ya Mungu inahitaji umakini sana. Mstari wa 2 anasema sura ya 5, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Migwadiga kairo tangurukilo. Nami chalo lino agwadiga iro ira dogo yangai. Amwedi yangai geberi. Idi ye oriyo ngango. Nara njoro linono yakogori. Ibai. Kwa hiyo mwinjilizi akisema, ndio mwinjilizi. Unanyanyua kidole kama mkia wa mbuzi. Jeho mangana na kidogo yengine. Abere ndio mwinjilizi. Nimeongea vibaya. Error sana ilokuji. Na saa nyingine kwa sababu wewe una cheo fulani, wewe ni mama wa kina mama kanisani, unasimama unasema nilikuwa nasema mwinjilisti kama kiongozi wa wanawake, mimi nadhani hii kitu sio sasa. Yeah. Sijajua kama umesikia nilichoongea. Biblia inasema usiseme maneno ya ujinga. Maana Mungu yuko juu na wewe uko chini. Kila neno lako linapimwa. Kuna malaika anasikaa karibu yako. Ukianza tu kuongea, malaika yule anapeleka taarifa. Andika hiyo maneno aliyoongea. Kila neno litatolewa hesabu, Biblia inasema. Haleluya. Tikisa tena jirani yako.
Kila neno unalolitoa litatolewa hesabu. Jamani, haleluya. Angalia mstari wa 6. Anasema hivi, usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuharibu kazi ya mikono yako. Minso angudukino kindadoiki atwa engoki nemijage tadogo jargele kwa yengra diapa akeduo ayobe ye yogorangai angaraki odololelo kaya. Muulize jirani yako, wewe unaongeaga maneno mangapi? Gili kwa napo gili kwa na. Unajua mwinjilisti wetu siku hizi anakula hela. Mchungaji wetu siku hizi bana amekuja, alikuwa mwembamba. Sasa hivi anatembea nyuma ya tumbo. Wewe unamtumbukizia mbuzi wako kwenye tumbo. Yengine ndo naonga na dikila kwa kile ndio na sababu. Nimekosea. Wewe yesa? Mtu anaongea tu. Wakati unaongea kuna malaika hapa anarekodi. Ni lazima uwe makini sana na maneno yako. Unaongea tu. Sio kila neno Mungu ameruhusu liongelewe. Na Mungu hajakupa uwe mshauri. Usije ukauoa. Mungu ataharibu kazi ya mikono yako. Kwa hivyo Mungu anachotaka muombe Mungu akupe mngojezi. Usiongee. Tulia. Kama sadaka imesemwa kanisani una usikii kwamba ni una amani ya kutoa, nyamaza. Mama Lea, mbona wewe uongei? Naombeni tu mniache nimtafakari Mungu, atakachonielekeza nitawaambia. Kwani hapo umekosea? Kwani hapo umekosea? Kuliko ukasema unajua mwinjilisti, sio nimenyamaza, nimeshakasirika eti. Wewe unaona saa hii mbuzi wana magonjwa mbalimbali, ng'ombe hawana majani, alafu unasema tena changizo hapa. Shika jirani yako. Mwambie imekula kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haipendezi. Kwa hiyo watu wanaopingana na kazi ya Mungu wengi wamepata magonjwa, wengi wamepata laana, wengi wamepatwa na matatizo kwa sababu wanapingana na sauti ya Mungu. Simama nimshukuru Mungu. Inatosha. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kabla hatujatoa sadaka hapa, jana tulisema kwamba tutatoa sadaka kwa njia ya bahasha. Na mchana huu tutatoa sadaka za kawaida kwanza. Lakini pia nimepata ushauri kwamba sadaka zile za bahasha tutatoa kesho. Na mimi huwa ni mtu wa kusikia ushauri. Mimi sipendi kubishana. Ila kama jana hujachukua hiyo bahasha, ninaomba tukupe hiyo bahasha. Hiyo sadaka ina maana fulani. Bahasha ile ina maana hii. Hiyo sadaka ni ya kumshukuru Mungu kwamba ametuma ujumbe na ametukumbuka, lakini pia ametuhudumia. Na hiyo sadaka inaenda kwenye madhabahu ya Bwana. Hapa pamewekwa wakfu siku ile tulipofungua semina. Kwa hiyo inamaanisha hapa tayari Mungu yupo. Ndio maana siku ile ilifunguliwa semina yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa hiyo chukua hiyo bahasha ili kesho tutatoa hizo bahasha. Na kesho tunatoa mchana, sio jioni.
ila bahasha tutatoa leo pia mpaka jioni, maana kila siku tunapata watu wageni, na hizi bahasha tumeziombea. Lengo letu kanisa lisibaki na mzigo, kwa sababu huku tunakofanya kazi tumeona hapa kuna generator imezima kidogo, kwa sababu mafuta ni ghali. Lita 20 ni 100,000. Lita 20 na lakini maelekezo ya ziada kwenye hizi bahasha, kama Mungu anakusukuma kutoa sadaka isiyoingia kwenye hii bahasha, wewe njoo na bahasha yako na sadaka yako, tutaipokea. Ni kesho mchana. Kwa hiyo hii bahasha unaenda naye nyumbani kwako na upokee bahasha kwa amani. Usipokee kama hauna amani. Kumbuka nimekufundisha hapa. Tii sauti ya Mungu. Usiwe mtu wa kuasi. Usiwe kama Kaini aliyeasi sauti ya Mungu. Kwa hiyo ni bora upokee kwa hiari, sio kwa kushurutishwa. Na kama huoni amani usichukue. Hii ndio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anayetaka hii bahasha, lakini pia andika mahitaji yako. Tunatamani hii bahasha ilale nyumbani kwako. Ndani yangu ninasukumwa hivi, wale waliochukua bahasha jana, kuna wengine wana sauti ya kuongeza kitu kwenye hiyo bahasha. Nenda kati hiyo sauti ya Mungu na Mungu atakubariki. Kama unataka kumchukulia mtu hiyo bahasha, ngoja nifanye maombi kwanza na hii bahasha tena. Baba mwema, asante tena. Wewe ni wa kuabudiwa. Kazi hii ni ya kwako. Kanisa limepokea jambo hili. Tusingetamani kuliachia kanisa deni. Kupitia bahasha hizi Bwana, hebu gusa maisha ya watu hawa, gusa na mahitaji yao, ili wanapotoa hizi sadaka watoe kwa uaminifu, wakikutukuza wewe, wakikushangilia wewe, ili kupitia sadaka hizi, Yesu, ninakuamini, hizi bahasha watakapofikisha nyumbani mwao, angalia mahitaji walio nayo na mapungufu walizo nazo. Chukua yale mapungufu yote Yesu, ili wanapotoa hizo sadaka, Mungu ukuu wako kaonekane kwenye familia zao, kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai. Na nyunyiza damu Yesu kwenye hizi bahasha zote tena, ili zikafae kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Na watu wote tuseme amen. Njoo tuchukua bahasha yako. Njoo tuchukua bahasha yako kwa amani. Amani ya Kristo ndio mwenye amani, mwenye amani. Yes. Yani kumbuka tumetoka kwenye darasa dakika moja. Kama una mtu unataka kumpelekea, usisite. Haleluya. Usiandike juu ya hiyo bahasha. Tafuta karatasi ya kuandika mahitaji yako, na usichanganye mahitaji na sadaka. Sadaka, mahitaji. Kuna mtu anaguswa? Kama kuna mtu bado anahitaji, asante. Usisite kuchukua, bado ziko. Hawa ndugu zangu wote wawili niliowapatia bado zipo. Najua kuna watu hata kufika hapa wanaogopa ataanguka. Jioni pita kidogo. Na wewe pita upande huu. Najua kuna watu hata kuangalia hapa madhabahu. Yaani anasema nisije nikakutana na moto pale. Amani, kama una amani chukua bahasha. Inamisha kichwa chako tuombe kwa ajili ya sadaka ya leo. Baba mwema, asante kwa ajili ya sadaka tunazokwenda kutolea. Usipokee sadaka zetu zikawe harufu ya manukato kwako. Nasi tunazinyunyizia damu ya Yesu. Asante kwa ujumbe wa neno lako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa udhihirisho wako. Asante kwa kuwa Mungu uko mahali hapa. Naendelea kukatamia hili neno
ili lipate kukuzalia matunda. Fuatilia kwenye mioyo ya watoto wako, maana ni wewe umesema ndani yetu kupitia sisi, ili watu wako wasikie neno lako. Mbegu ni neno lako Bwana, shamba hili likaoteshe, kile cha kwako kikaote. Mungu, si kitu walivyokuwa, lakini kuna mahali unawapeleka. Hata wana wa Israeli walivyolia kwako, walikuwa wanajuta kwa sababu ya kubadilishiwa kibarua yao, lakini kumbe wewe ulitaka kuwahamisha na kuwapeleka kwenye nchi ya hatima yao. Ninaomba neema yako Yesu, ili kupitia neema hii uliotupa kwa ujumbe huu, Mungu, makame yote ikaponywe na Kiteto ikajue makame imeponywa, katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Naomba tunaombea hizo sadaka, tunaombea na huo udongo ukiwa kwenye mwili wako. Alafu tukishamaliza kuombea, unarudisha nyumbani kwako, sio unatuachia sisi. Tunaiombea tu kwa jina la Yesu, alafu unarudisha kule kwako, ili ardhi ya nyumbani kwako iponywe. Ardhi ya nyumbani kwako iponywe, mapoza yasiwepo tena. Wewe unijui na hata sitaki unijue. Wewe mjue Mungu ndiye naye. Chukua udongo wako, funga kwenye nguo yako. Udongo unawakilisha uhai wa wanadamu. Maisha yako yapo kwenye udongo. Mwanadamu aliumbwa kwa udongo. Baraka yako iko kwenye udongo. Kwa hiyo wewe chukua udongo wa eneo la kwako. Kama unasikia kuchukua mpaka na shambani, kwenye boma ya ng'ombe, sijui chumbani, sijui kwenye lango la boma, wewe leta, tukishaombea alafu unarudi naye. Na uzuri ukileta, unashikilia, sisi tunaomba tu. Kwa hiyo hatuweki mafuta. Unashika udongo wako, sisi tunaomba, tunatuma moto kwenye huo udongo. Moto utaenda kwenye huo udongo. Neno lile linalotoka kwetu litaenda kwenye huo udongo, kama ambapo linaenda kwenye moyo wako. Alafu uponyaji unaenda mpaka nyumbani kwako. Mpaka kwenye ardhi ya nyumbani kwako. Naamini umesikia. Si ni sawa sawa? Basi naomba usimame. Kuna kitu nataka niseme alasiri ya leo. Haya maneno yote yanahitaji mtu awe ndani ya Kristo. Hata ningehubiri mpaka niruke juu, yanataka mtu aliyo na tiketi ya kwenda mbinguni. Tiketi ni wokovu. Uokoke, ukae na Yesu. Kama ni mama, ni kijana, ni baba, ni mtoto, ili hata ukipita kwenye shimo uko na Yesu wa kwako. Hata ukipita kwenye moto uko na Yesu wa kwako. Hata ukipita kwenye majaribu uko na Yesu wa kwako. Sema amen. Amen. Sema amen. Yes, sir. Shika jirani yako, usiruhusu mtu anakusumbua madhabahuni. Shika jirani yako. Yes. Yes. Amani, haleluya. Amen. Nimesema haleluya. Amen. Nimesema haleluya. Yes, sir. Inamisha kichwa chako. Nataka tu niulize swali moja. Inawezekana uliokoka ukarudi nyuma. Inawezekana hujaokoka kabisa, na hujui hata hiyo maana ya kuokoka. Maana ya kuokoka, unaondoka kwenye hatua ya uovu na kwenda kwenye hatua ya nuru. Ndio maana ya kuokoka. Kama jioni ya leo, alasiri ya leo, unataka kumpa Yesu maisha yako, unataka kuokoka mwenyewe, sio wokovu wa mama, sio wokovu wa baba, sio wokovu wa mume, wokovu wa kwako mwenyewe. Kama uko tayari, tena kwa hiari, sio kwa lazima. Lakini mimi nataka niseme, jamani, wokovu ni lazima, maana tunategemea kumlaki Yesu na mbinguni.
Wakati umeinamisha kichwa chako, inamisha kichwa. Kama unataka kuokoka, kumpokea Yesu, inua mkono wako juu. Unataka kuokoka leo, Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Nyanyua mkono wako juu. Alafu nyamaza kimya. Kinanda, tulia. Yes. Kuna mtu anasita. Usisite, mbinguni hawataki anayesita. Kama uko tayari, peleka tu mkono wako juu. Usikubali hiyo sauti inayokuambia mwambie usinicheleweshe. Mungu liye hai, asante. Asante. Mikono yote iliyoinuliwa yashikilie Yesu. Shetani, hao sio mali yako, waachie kabisa. Wakaseme ndio kwa Bwana aliyewaumba wao. Huna uhalali juu yake. Miungu ya Kimaasai, miungu ya kikabila, miungu ya ukoo, kila maroho yanayomfuatilia yamwachie sasa. Huyo mama ambaye hajainua mkono, shetani achia nafsi yake. Achia moyo wake. Aseme ndio kwa Bwana. Aseme ndio kwa Bwana. Aseme ndio kwa Bwana. Huyo kijana anayesita, shetani achia nafsi yake. Aseme ndio kwa Bwana aliyemuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Kwa jina la Yesu. Wewe uliyeinua mkono wako juu, niliombea mikono yako. Chukua hatua, njoo hapa mbele. Wewe wakati umenyosha mkono, usishusha mkono. Njoo tu unatembea, unamsaliti Yesu. Yaani maana yake unasalimu kwa Yesu. Njoo tu, njoo tu. Ndio. Kimbia kwa Bwana Yesu. Kimbia kwa Bwana Yesu. Kimbia kwa Bwana Yesu. Nani angejua wokovu mkuu namna hii utakuwepo? Njoo tu kwa Bwana. Njoo tu kwa Bwana. Njoo tu na mkono wako uko juu. Maana yake unasarenda kwa Yesu. Unamwambia Yesu, nimesarenda kwako. Nimesarenda kwako. Ndio. Tutapata wapi kimbilio kama sio kwa Yesu? Maneno yote yatakuwa ni bure. Ni kuoga bila maji na sabuni. Lakini ukiokoka, Yesu anakuwa wa kwako. Hata kama ukipita gizani, Yesu atakushika mkono. Hata kama ukikutana na majaribu mbalimbali, Yesu atakutetea. Yesu atakuwezesha. Oh, hallelujah. Asante. Nyamaza tu kimya mbele za Bwana. Ni furaha mbinguni kwa mmoja tu anayetu. Unaonaje mamia haya ambaye amekimbia kwa Bwana? Alafu shetani alikuwa anataka kutuzuia tusifanye semina siku ya mnada. Ashindwe kwa jina la Yesu. Saa ya Bwana ni sasa. Kuna mtu amebaki kule nyuma. Ninaona watu watatu ambao wana ugomvi na mtu. Unagombana, kuna mtu umegombana naye. Wokovu wako umeshafutika. Njoo kwa Bwana. Okoka tena. Maana vita vyetu si juu ya damu na nyama. Vita vyetu ni vya ulimwengu wa roho. Umepigana na mtu na umepata shida naye na umetukana naye, chukua hatua, songa mbele. Yesu anakuona. Hivyo vita vimekuchelewesha. Ndio, njoo kwa Bwana. Njoo tu kwa Bwana. Njoo, nakuona. Mimi nakuona. Macho yangu yanaona mbali. Mimi naona mbali. Sio mimi, ni yule ninayehubiri. Yule ambaye nimesimama hapa kwa ajili yake. Huyo mtu huwezi kumshinda. Kwanza ugomvi wa watoto wa Mungu haufai. Kwa sababu shetani akijua mna ugomvi, wachawi wanapata mlango. Njoo kwa Bwana. Njoo kwa Bwana. Nakuona bado. Kuna mtu mwingine bado. Njoo tu. Umegombana na mtu na mmeweka kisasi kabisa. Paka mmeapiana kwamba tutaonana. Mungu anakuona. Inua mikono yako juu, funga macho. Asante kwa uliyetii.
Thank you, Jesus. Kumbuka kutii ni bora. Kutii ni bora. Inua tu mikono yako juu. Nifuatishe kwa sala hii. Ni furaha mbinguni. Ni furaha mbinguni. Kwamba leo hii nimekuja kwa Yesu. Bwana Yesu, ni mchana wa leo, mchana wa baraka. Umeniita na mimi nimesikia. Mungu Baba, Muumba wa mbingu na nchi, uliyeziumba mbingu na nchi, na mimi ukaniumba kwa mfano wako na kwa sura yako. Nimekuja kwako Yesu, jinsi nilivyo. Mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, laana zote, uovu wote. Yesu Kristo, nipe neema yako jioni ya leo. Kila dhambi iliyo juu yangu ukaniondolee. Mimi siwezi, nahitaji msaada wako. Yesu Kristo, andika jina langu kwa upya kabisa kwenye kitabu cha uzima, ule uzima wa milele. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu cha Shetani na malaika zake. Yesu Kristo, nakupa maisha yangu. Nisaidie Yesu, hata siku ya kuja kwako nikulaki mawinguni, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, kila kifungo kiniachie leo. Kiniachie leo. Kiniachie leo. Kiniachie leo. Kiniachie leo. Mimi nakupenda Yesu. Kuanzia leo nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Ewe Shetani, mimi sio mali yako. Mimi ni mali ya Yesu. Nimekombolewa kwa damu ya agano jipya, damu ya msalaba. Kuanzia leo Yesu ni Bwana katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Nyamaza tu kimya, nyamaza tu kimya. Moto wa Roho Mtakatifu unachukua majina yenu hapo sasa. Roho Mtakatifu anachukua majina. Biblia inasema kuna furaha mbinguni kwa mtu mmoja atubuye. Wakati malaika wanapita na kuandika majina, wanapita pia na kuachilia uponyaji. Hiyo hasira iliyoko ndani yako, naona kuna mtu ana hasira, hiyo hasira inaondolewa. Roho Mtakatifu, asante kwa wokovu. Asante kwa wokovu. Asante kwa wokovu. Na wapiga chapa ya Roho Mtakatifu, made in by heaven, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Shetani, hawa sio mali yako tena. Mapepo na mizimu, majini na wachawi, hamna mamlaka ndani yao. Roho ya magombano iliyoko ndani yao, mapepo yaliyotumwa ili kuharibu maisha ya hawa watoto wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zozote za ile mwovu Shetani, maagano ya kimizimu yanayowafuatilia, roho ya kuwarudisha nyuma, roho ya ukoo unaomfuatilia na kumchelewesha asiendelee mbele, roho ya kurithi toka kwa wazee na wakoo, kwa jina la Yesu, kitovu chake mahali ilikofungwa, tunadai kwa damu ya Yesu, tunakata kwa damu ya Yesu, tunaachilia moto, moto Roho Mtakatifu. Nyamaza tu kimya. Weka mkono kwenye kipaji cha uso. Kipaji cha uso. Unapigwa chapa ya msalaba. Yes, ya msalaba, ya msalaba, ya msalaba. Hiyo hasira na kuumwa kwa kichwa na kuumwa kwa mwili wako, Yesu anauondoa. Yes. Funika tu macho yako. Imani ni kuwa na hakika. Sio kwamba hatutaki uangalie, lakini unadhoofisha imani yako. Unadhoofisha imani yako. Watu wa Mungu tukue. Roho Mtakatifu, asante. Ndio. Ndio. Ndio, pita ndani yao. Pita ndani yao Roho Mtakatifu. Pita ndani yao mpaka kule walioko kule nyuma. Pita ndani yao wanaotufuatilia pia kwenye mitandao. Pita ndani yao. Pita ndani yao. Pita ndani yao. Chilia moto wa Roho Mtakatifu, chapa ya Roho Mtakatifu. Ewe pepo la mauti, pepo la mauti, chini mahaba, chini makata, chini subiani, chini makata, chini fala, adui wa msalaba, roho ya magonjwa, roho ya mauti iliyotumwa ndani yao, pepo la kuangamiza, pepo la huzuni, pepo la
la machozi, pepo la huzuni ndani yake, pepo la magombano, roho ya mauti uliyokaa kwenye kifua, uliyokaa kwenye kichwa, uliyokaa kwenye kiuno, uliyokaa kwenye tumbo, uliyokaa kwenye ziwa, uliyokaa kwenye kichwa, uliyokaa kwenye ufahamu wake, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuamuru sasa, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu ninakuamuru sasa, toka uliyemshikilia huyo kijana, roho ya zinaa, roho ya uzinzi, kwa damu ya Yesu Kristo, roho ya madeni yanayomfuatilia, roho ya madeni yanayomwandama, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, pepo la kukataliwa, pepo la kukataliwa, pepo la kukataliwa, pepo la kukataliwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, 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 fire, fire new, fire new, fire new. Achia mwili wake, achia nywele zake, achia sehemu zake za siri, achia tumbo lake dogo, achia tumbo la chakula, pepo la access, pepo la vidonda vya tumbo, kwa damu ya Yesu, kifua kikuu, pepo la pressure, ninakuamuru achia mwili wake, pepo la ukimwi, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuamuru sasa, achia mwili wake, ule mtoto mgonjwa, tunatangaza uzima ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Natamka uzima, mikono yao ikabarikiwe. Wabarikiwe mjini, wabarikiwe mashambani. Barikiwe kazi ya mikono yao. Mifugo na ardhi yao isizae mapooza tena. Wakainuliwe na wakawe watu wa tofauti. Kuza ufahamu wao ndani yao, kwa jina la Yesu Kristo. Wakutukuze usiku na mchana, maadamu wamekata shauri na kukukimbilia Yesu. Hawaja kuogopa, hawaja kuonea haya. Mbele za mashahidi wengi walikukiri Yesu. Sio kwamba waliobaki wameokoka, lakini hawa wamekata shauri, wakisema hatuogopi wingi wa watu, tunajua Yesu ni msaada wetu. Yesu watie moyo, wategemeze. Yesu washuhudie, maana ulisema nitakukiri nami mbele ya Baba yangu. Wakiri Yesu, maana hawajakuonea aibu, kwa jina la Yesu. Ponya maisha yao, ponya afya zao, ponya hali zao za hewa, ponya Bwana kila wanachokifanya, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Nisikilize mtoto wa Mungu. Mbinguni kuna furaha. Maana yake umesamehewa. Ukisamehewa unaponywa. Mungu akishakusamehe anakuponya. Umesamehewa na umeponywa. Umesamehewa na umebarikiwa. Umesamehewa na umepewa kuwa huru. Umesamehewa na umepewa amani. Umesamehewa na umefunguliwa milango. Umesamehewa na umepewa kazi. Ulikuwa hauna kazi, una kazi. Ulikuwa ufanyi chochote, sasa unafanya, kwa sababu Mungu amekushika mkono. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Sasa nisikilize neno la mwisho. Ukiokoka kanisani, nimerudia tena, ukiokoka umenunua gari, hakikisha unajua sheli mahali nakowekewa mafuta. Sheli ni kanisa la Mungu. Lazima turudi kanisani, maana kama ukiokoka alafu hauendi kanisani, maana yake shetani atasema bona ameokoka na haendi kanisani. Kwa hiyo kuanzia leo kanisani, fuata utaratibu wa kanisa, nenda kwenye kanisa lililo karibu na wewe, sikiliza neno la Mungu kwa usahihi, na Mungu atakubariki sana. Tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Mungu na akubariki sana. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.